Kazi za maafisa habari, kazi yao ni kuzungumza masuala, taarifa rasmi. Unaelewa maana taarifa rasmi? Taarifa rasmi, unapoambiwa rasmi maana yake ni taarifa kutoka kwa viongozi wa Yanga. Si umeelewa? Ambazo zilizokuwa rasmi, zenye tija katika kujenga nini? Kujenga hamasa katika klabu zao husika. Ndio kazi za waandishi wa nini? Hawa za maafisa habari. Na ndio maana ile kazi walitakiwa wawe waandishi wa habari. Kitu cha kwanza unatakiwa uwe na elimu ya uandishi wa nini? Wa habari. Maana yake uweze kujenga hoja za kuhamasisha wanachama wako au wapenzi wako katika klabu yako husika. Umeelewa? Na taarifa hizi zinatakiwa ziwe positive, ambazo zimeidhinishwa au zimepitishwa na uongozi wako wa klabu yako, kwa sababu wewe sio kiongozi, wewe ni mwajiriwa. Tofauti na anavyojiita Alikamwe. Alikamwe yeye anajiita yeye ni kiongozi. Hata akiongea na mashabiki wa Yanga au wanachama wa Yanga, anasema viongozi wao, naye anajijumuisha kama kiongozi. Sasa hatujajua, labda kuna uongozi amepewa, lakini viongozi wa Yanga sisi tunachofahamu sawa, walifanya mchakato wa kumtafuta Alikamwe akiwa kama nini? Afisa habari, meneja wa habari wa nini? Wa Yanga. Maana yake atazungumza vitu ambavyo vimetengenezwa na nani? Na viongozi wa Yanga. Yeye ndo ataenda kuzitolea nini? Taarifa vile vile. Lakini sio masuala ya kimaamuzi au kuongea vitu ambavyo viko nje na maadili ya nini? Ya klabu yao na maadili ya ligi yetu, sawa, ya ligi ya Tanzania Bara. Kwa hiyo mimi sikufurahishwa kama ambavyo alivyoongea Christina Mwagara, hakufurahishwa na lile swala. Hakuna Mtanzania yote ambaye mwenye akili timamu zilizotimia na anayejua kazi za maafisa habari ni zipi akafurahisha na jambo alilofanya nini? Alikamwe. Kwanza amezarau viongozi wetu. Umeelewa? Na Alikamwe sio yule tu sa mkuu wa mkoa wa Tabora. Alikamwe kuna mkutano mmoja walifanyaga uzinduzi wa tawi huku maeneo ya Mbagala. Alishamwambia mwenyekiti wa serikali za mitaa, kati ya mtendaji au mwenyekiti wa serikali za mitaa, alimwambia kabisa, wewe kwa sababu unapenda Simba, wewe mwakani hauwezi ukarudi katika nini? Katika hichi kitu, kwa sababu Yanga ni kubwa. Yanga ndio serikali. Alimwambia live kabisa. Kwa hiyo na maana Yanga huyu jamaa yani amezoea. Umeelewa eh? Na kinachompa kiburi sijui ni nini. Inaonekana kama kuna watu nyuma yake wanaomkingia kifua na wanaomuelekeza afanye haya mambo. Lakini kikubwa akipo katika maadili ya nini? Ya tasnia ya maafisa habari. Kwa sababu wewe ushawahi kumsikia Ahmed Ally? Kwa sababu Ahmed Ally na Alikamwe aliyetangulia kwenye hii tasnia alikuwa ni nani? Ahmed Ally. Ushawahi kumsikia ameshaongea hivi vitu? Au Manara wakati uko Simba ushawahi kumsikia anaongea hivi vitu? Lakini Manara wakati alipokuja Yanga, Alikamwe uko Yanga, ndio wanaongea hivi vitu. Kwa hiyo maafisa habari wa Yanga ndio anakuwa na grouping ya kuongea vitu vya ajabu na kudharau hata viongozi wa nchi. Lakini Simba huko upande wetu ile swala halipo. Unaungana na Christina Mwagara, Alikamwe aombe msamaha mkuu wa mkoa wa Tabora. Sio msamaha tu, hata TFF wanatakiwa wamwajibishe. Kwa sababu mimi ndio mtu wa kwanza kumtetea Alikamwe. Pindi tulivyoanza tetesi kutoka kwa Alikamwe, wameitwa kwenye kamati ya maadili ya masaa 72, sawa, kamati ya maadili katika kwenda kwa discuss Alikamwe pamoja na Ahmed Ally. Mimi ndio mtu wa kwanza kumwombea Alikamwe kwamba wamsamehe, sawa, wamsamehe kijana mwenzetu. Lakini kwa hili huko anakoelekea Alikamwe sio sehemu sahihi na sio sehemu salama. Umeelewa? Kwa sababu unapomzungumzia mkoa, huyu ni mwenyekiti wa kamati ya nini? Kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa. Na ni mwenyekiti ni kiongozi ambaye ameteuliwa na Mama Samia Suluhu Hassan ili kumwakilisha katika ule mkoa. Na mkoa wa Tabora ndio mkoa mkubwa kuliko mikoa yote hapa Tanzania. Ndio mkoa ambao una eneo kubwa. Ni mkoa ambao ni mkubwa kuliko mikoa yote. Kwa hiyo ule mkoa alafu una mambo mengi ya kihistoria. Umeelewa bwana? Kina Chief Milambo ametoka kule. Ni mkoa ambao umebeba historia kubwa sana ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na imebeba watu wa karimu. Yaani mkoa wa Tabora ni mkoa ambao umebeba watu wa karimu. Umeelewa bwana? Kuna viongozi wakubwa wa mpira wametokea Tabora, akiwepo Adelage ametoka Tabora. Katibu wa TFF ametoka Tabora, ambaye ni Kadau. Umeelewa? Kidau ametokea wapi? Ametokea Tabora. Kwa ni mkoa ambao una watu wa karimu, una watu elevu, una viongozi wengi wametokea Tabora wa mpira. Sasa yeye anaponda kuukosea heshima mkoa wa Tabora, maana yake anaikosea nchi nidhamu. Kwa hiyo amemkosea hata mama nidhamu, kwa sababu mama ndio alomteua nani?
Leo uwezo ukamwambia mkuu wa mkoa eti umevaa shati lako la nini? La Christmas. Shati sio la kumelemeta. Yaani ni vitu vibaya sana. Yaani nimekelekwa vibaya. Hamna, sio mimi, wa Tanzania wote wamekelekwa. Ila mimi nimeonyesha hisia zangu. Alikamu hapa ameteleza, tena ameteleza vibaya. Haya masaa 24 yalikuwa ni mengi sana. Alikamu alitakuwa apewe masaa 2-3 ili aweze kuomba radhi, aweze kumwomba radhi ule mkuu wa mkoa. Alafu mbaya zaidi anamwambia amuhitaji mkuu wa mkoa katika shughuli zote za Yanga zinazohusiana na hii mechi. Sasa wewe unawezaje kuongea vitu kama hivyo? Na wakati unajua sawa yule mkuu wa mkoa ndio mwenyekiti wa baraza la nini? Baraza la kutunza amani la mkoa, baraza la usalama la mkoa liko chini ya nani? Yaani maaskari wote. Umeelewa? Viongozi wote wako chini ya nani? Umeelewa? Yaani yule yaani pale akiongea yule mkuu wa mkoa maana yake ameongea Mama Samia. Kwa sababu yule anamwakilisha, yule ni rais wa mkoa wa Tabora. Kwa hiyo anamwakilisha Mama Samia ndani ya mkoa ni katika shughuli zake za kila siku za mkoa wake wa nini? Wa Tabora. Sasa wewe unaposema umtaki, maana yake ule ulinzi sasa unaupata wapi? Ikiwa huyu maaskari wote, viongozi wote wa usalama wa ule mkoa wako chini ya huyu mkuu wa mkoa. Alafu hapo wewe unasema umuhitaji, maana yake uhitaji hata ulinzi wake. Unafanyaje sasa shughuli zako ndani ya mkoa wa Tabora? Labda angesema atucheze hiyo mechi na tunaondoka. Umeelewa? Lakini leo umtaki mkuu wa mkoa ashughulike katika swala lolote. Pale unalindwa na maaskari. Maaskari hao wako chini ya nani? Unaenda unachinja mang'ombe yako pale. Ule ulinzi pale umepoa na nani? Kwa hiyo yani Alikamwe mimi naweza nikasema kwa sababu yani mimi ananitia mashaka na elimu yake, lakini ukiangalia elimu amesoma. Yani ukikubwa ni lana, ile lana ya Mgunda bado huyu anatembea nayo. Lana ya Mgunda na lana ya babake. Lana za wazazi wake huyu Alikamwe anatembea nazo. Alikamwe alishawaita watu wa Simba, wanachama wa Simba wote na mashabiki wote aliwaita nini? Aliwaita wanawake ni mashangingi. Umeelewa? Ikiwa baba yake ni nani? Ni mwanachama wa Simba. Maana yake huyu amemkosea hata babake. Kwa hiyo huyu ilana ya babake bado anatembea nayo. Umeelewa? Aliwaita mashabiki na wanachama wa Simba kwamba ni wanawake maizao. Kwa hiyo na baba yake kwa sababu ni mwanachama wa Simba, maana yake hata babake ni mwanamke. Sasa wewe unafikiri kuna jema hapa? Na Mwenyezi Mungu ameshaagiza. Sawa? Umeelewa? Marijali wote wataenda peponi. Sawa? Yaani pepo zao ziko kwenye nyao za nini? Za wazazi wao. Na mwanamke manisai pepo zao ziko kwenye nyao za nini? Za waume zao. Sasa leo kama unamuita baba yako ni mwanamke, I say astaghfirullah. Mara 7 mara 70. Alikamwe amemkosea sana baba yake. Umenielewa? Chunguza Manara ukitaka kujua kama mzazi ana umuhimu gani kwa watu waliosoma dini. Manara alipowatoa akili Yanga akasema wana Yanga wote akili hawana, lakini alisema kasoro nani? Kwanza alimtoa baba yake, hapo akamtoa na rais. Yaani aliyakwepa mamlaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hapo akakwepa mamlaka ya Allah juu ya wazazi wake. Alimtoa baba yake na akamtoa nini? Rais mstaafu, kwa sababu anajua rais mstaafu anaweza akamchukulia nini? Akamchukulia hatua za kisheria. Kwa hiyo alimtoa rais mstaafu hapo akamtoa na baba yake. Kwa kujua umuhimu wa nani? Wa mzazi. Sasa Alikamwe iweje aseme wana Simba wote wanawake afu yeye akashindwa kumtoa baba yake? Afadhali angesema hivyo afu akasema kasoro baba yangu. Kwa hiyo laana zinamtafuna. Laana nyingine inayomtafuna ya kwanza ni kumuita baba yake mwanamke. Laana ya pili ni ya Juma Mgunda, kumfananisha Mgunda na andazi au kumfananisha mwanadamu mwenzio na chakula. Ile ni laana turullah. Umeelewa? Kwa hiyo laana ya Mgunda inamtafuna, na Mgunda alishasema mimi namwachia nani? Namwachia Mungu. Ogopa sana mtu anayemwachia Mungu. Kwa hiyo hii sasa laana hii inamtafuna nani? Alikamwe. Na ndio maana kila anachoongea haeleweki anaongea nini. Umeelewa? Leo afisa habari unakosa maneno ya kuhamasisha mashabiki wako mpaka uende ukawatukana watu. Labda kauli ya mkuu wa kusema ameandaa na ameweka dau la shilingi milioni 60 ndio kitu ambacho Alikamwe kimemjia juu labda kwa jazba. Kwani mkuu wa mkoa ni nani kwenye ile timu? Mkuu wa mkoa ndio mlezi wa ile timu, na ile timu iko ndani ya mkoa wake, afu licha ya kuwa ndani ya mkoa wake yeye ni mlezi wa ile timu, ni kiongozi wa ile timu. Na kauli hii ya kuweka hamasa kwenye timu yake ya kuanza na Yanga.
Si alianza kuahidi Tabora wakati wanacheza na Simba. Ulimsikia nani? Ahmed Ally aliongea kitu chochote kuhusu mkuu wa mkoa? Hakuna. Si tulichofanya ni batili ile team, tunaenda kuprove wao mwekea hela. Sawa, tumeenda tumwafunga goli 3 bila pale pale nyumbani kwao. Umeelewa? Yaani wewe unaenda kwa uprove kwa vitendo, sio kwa maneno. Ina maana Yanga hana uhakika na timu yake kwamba anaweza akawafunga Tabora. Ndio maana hii mechi wanataka waimalize kwa mdomo na propaganda nyingi. Lakini kiuhalisia yule kiongozi alikuwa na haki kwa sababu timu iko kwenye mkoa wake. Aibu itakayokuta Tabora imeikuta nini? Imemkuta yeye. Sasa hii aibu isimkute. Ndio maana yake amewekea ahadi wale watoto kama alivyoweka ahadi. Na Simba aliweka milioni 50. Wewe ulimsikia Ahmed Ally aliongea chochote? Au kiongozi wa Simba wote aliongea chochote? Wale mashabiki wa Simba wameongea chochote? Unataka kusema nini hivi kuhusu swala hili? Kwa hiyo yeye alivyoita timu yake, umeelewa? Akawaita na kuongea nao kuwapa hamasa kuelekea kwenye mechi. Yuko sahihi kwa sababu yule ndio kiongozi wa nini? Wa ile timu. Yeye ndio mlezi wa ile timu na anatoa hela zake katika kuihudumia ile timu. Mkoa wake unatoa hela katika kuihudumia ile timu. Umeelewa? Sasa kwa nini asiwape hamasa waende kuifunga nini? Kuifunga Yanga. Kwani mara ngapi tunaona timu nyingi zinazodhaminiwa na Dodoma Jiji mbona walipoa ahadi na Mavunde? Uliwasikia Simba waliongea nini? Mashujaa waliwekewa ahadi. Sawa Kigoma, umwasikia Simba wameongea nini? Sasa hii tunaupeleka wapi mpira wetu? Ina maana Alikamwe kitu anachokifanya ni kutengeneza uadui. Na ndio maana sasa hivi yani ushabiki wa Simba na Yanga unakuwa haupo. Sasa hivi ni uadui. Lakini uadui unatengenezwa na hao wasemaji. Especially huyu Alikamwe anatengeneza uadui mkubwa. Leo watu wengi wanaangalia haya maneno aliyoongea kwa mkuu wa mkoa tu. Ile imetengeneza uadui mpaka kwa wana Tabora wenyewe. Yaani Tabora sasa hivi kuna mpasuko mkubwa. Tabora imepasuka. Kuna mashabiki wa Yanga wamelishwa sumu na kuna mashabiki wa nini? Wa mnyama Simba ambao wako ndani ya nini? Yani Tabora ambao wanaishabikia nini? Tabora. Kwa tayari kuna mpasuko mkubwa. Kwa hiyo hii mechi usikute mpaka watu wanaweza wakaja wakashikana. Umeelewa? Yanga leo Alikamwe amewadharau mpaka wachezaji wa Tabora. Na hii nawaambia wachezaji wa Tabora kama wananisikia, waende wakamprove wrong Alikamwe, wakamuonyeshe kwamba wao ni nani. Kwa sababu amewadharau wachezaji wa nini wa Yanga. Amewaambia wachezaji wa Yanga wameitwa kwenye kikao cha mkuu wa mkoa wakiwa hawajala, ina maana wana njaa. Sasa mnakubali vipi nyinyi mfungwe na Yanga ikiwa tayari mshaambiwa nyinyi mna njaa? Tafsiri yake hata kama watawapa hela watawapa nini, maana yake mtaprove kwamba nyinyi kweli mna njaa. Sasa mimi nataka kama watapoa hela watafanywa nini? Wachukue hela lakini wakafanye shughuli ya watu wa mkoa wa Tabora. Waulinde mkoa wao. Na watu wa Tabora hata kama unapenda Yanga, kumbuka wewe unaishi kwenye mkoa gani? Yanga leo ataondoka, wakishaondoka wewe pale unabakia na nani? Utabaki na mkuu wa mkoa. Na ndio anahakikisha maendeleo ya mkoa wako na maendeleo yako kwa ujumla. Wewe utahitaji mikopo, anayesimamia ni huyo mkuu wa nani? Mkuu wa mkoa na utawala wake. Utahitaji huduma za afya, anayesimamia ni mkuu wa mkoa wako. Utahitaji huduma za kijamii zote, shule, nini? Zote zinasimamiwa na mkuu wako wa mkoa. Huyo Alikamwe nani? Au Yanga itakusaidia nini? Yanga mwisho wa siku watakuja pale, watatafuta pointi 3 lakini mwisho wa siku watakuacha pale pale. Sawa? Alafu wewe maisha yanafanya nini? Maisha mengine yanafanya yanaendelea. Sasa furaha ya siku moja isikusababisha ukaribu maisha yako wewe pamoja na kizazi chako na familia yako. Umeelewa? Lakini kikubwa kuishabikia Yanga mtu akatazo, isipokuwa haya maneno aliyoyatoa Alikamwe ni ya ugombanishi kati ya nani? Kati ya wana Tabora pamoja na mkuu wao wa mkoa. Mkuu wa mkoa mpaka sasa hivi hujui ana kinyongo cha aina gani na mashabiki wa Yanga. Umeelewa bwana? Kutokana na yeye ametukanwa na wao wanashangilia. Umeelewa? Lakini kikubwa alichokifanya Alikamwe, vitu alivyofanya Alikamwe ndani ya Tabora havina afya na mpira wetu. Umeelewa? Kama povu limekutoka hivi, unataka Yanga Africans alambishwe tena hasari pale mkoani Tabora? Hatujazungumzia swala la kufungwa Yanga. Mimi ndo mtu wa kwanza kuongea kwamba hii mechi Yanga hawezi akakubali kufungwa mara mbili. Mimi mpaka sasa hivi nina uhakika Yanga anaweza akashinda hii mechi. Lakini kwa vitu ambavyo kwa mapandikizi aliyowaleta nani? Aliyowaleta Alikamwe. Anasababisha wachezaji wa Tabora na viongozi wa Tabora wakaipania hii mechi. Yanga wakiona wamepoteza mechi, unajua Alikamwe anahusika. Yanga akipoteza hii mechi, maana yake Alikamwe ndio aliyosababisha Yanga ipoteze mechi. Kwa sababu ameifanya mechi sasa imekuwa duoda, imekuwa ngumu. Umeelewa? Leo watu wa Tabora wote wanatoa macho kuhusu hii mechi. Alikamwe yeye ametaka kuitengeneza hii mechi. Sasa watu waizungumzie mechi ya Tabora na nani na Yanga. Wasahau
kuizungumzia mechi ya Simba, lakini matokeo yake yamesababisha ugumu wa hii mechi kuelekea kwenye klabu yake. Kwa Yanga wakipoteza mechi, wajue adui yao ni Ally Kamwe. Umeelewa? Leo unaenda kuwatukana wachezaji wa nani? Wa Tabora. Wewe unafikiri mchezaji wa Tabora pale ataingiaje? Na kama Tabora akipoteza mechi, nani alaumiwa? Tabora akipoteza mechi ni mpira. Tabora akimfunga Yanga ni story. Lakini Yanga akimfunga Tabora no story. Analaumiwa nani sasa? Yanga ni mkubwa kuliko Tabora. Ingawa mechi ya kwanza Yanga alifanya nini? Alifungwa na Tabora. Lakini Yanga kumfunga Tabora no story. Lakini Tabora akimfunga tena Yanga itakuwa ni story, kwa sababu kwanza ni kwa mara ya kwanza Yanga anafungwa na timu ndogo nje ndani, yani game zote mbili Yanga anafanya nini? Anafungwa. Kwa hiyo ndio itakuwa story. Kwa Tabora akifungwa no story. Ila Tabora akimfunga Yanga itakuwa ni story, na muhusika mkuu mwenye makosa anatakiwa wajibishwe ni Ally Kamwe. Ally Kamwe ndo kasababisha hii mechi iwe ngumu. Si umeelewa? Yani mechi yoyote ukitaka ifanye iwe ngumu. Umeelewa? Wewe wabezi wale wachezaji wa ile timu. Kwa mimi wachezaji wa Tabora kama wataregea, watafungwa na Yanga, maana yake wameprove wao wana njaa na ni wachezaji ambao wasiojielewa. Umeelewa? Kwa hiyo waende wakakaze ili wamprove long nani Ally Kamwe. Na nawaambia viongozi wa Yanga, wakipoteza mechi wadili na Ally Kamwe. Ally Kamwe ndio anahusika katika kuifanya hii mechi iwe ngumu, na ndio atakofanyia aliyosababisha hii mechi ipotee. Ally Kamwe ndio anatakiwa wajibike. Yeye ndio aliyosababisha hii mechi iwe ngumu. Instead of otherwise kama wamemtuma akaongea yale maneno. Na mimi ninaamini kabisa injinia na ubora wake wa uongozi aweza akamtuma au Arafat Saidi. Wale ni watu wa serikali, wanaujua mpira wa Tanzania. Hawawezi wakamtuma Ally Kamwe aende akaongea ule upumbavu alofanya nini? Aliongea pale. Na kama wamemruhusu akaongee, tafsiri yao hata viongozi wa Yanga wanatakiwa wajibike kuhusu mechi ikipotea, kwa sababu wao ndio walosababisha hii mechi iwe ngumu. Kama walimtuma, kama hawakumtuma, Ally Kamwe ndio anahusika katika kusababisha hii mechi iwe ngumu, kwa sababu tayari mechi imewekwa tension kubwa. Hii mechi Yanga alitakuwa aingie, wapokelewe, wafanye mambo yao, wangojee tarehe ya mechi, wacheze mechi. Mechi ingekuwa kawaida, kwa sababu kwanza Tabora angeingia kwa relax, kwa sababu hawana cha kupoteza, walishamfunga Yanga. Kwa hiyo hata wakifungwa no sorry. Umeelewa? Lakini kitendo cha Ally Kamwe kwenda pale kuongea vitu ambavyo vya kuwabeza watu wa Tabora na wachezaji wa Tabora na mkuu wa mkoa. Maana yake mkuu wa mkoa lazima, what I know, mkuu wa mkoa lazima atakuwa amefanya second meeting na wachezaji wa Tabora. Lazima atakuwa amerudi tena baada ya maneno ya Ally Kamwe. Mkuu wa mkoa lazima atakuwa amewarudia tena wachezaji wa Tabora. Lazima akawahimize na akawahamasishe tena kwamba jamani, mmesikia matusi nilotukanwa, nendeni mkafanye jambo. Unaona Yanga Africans ikipotea Sheikh Amri Abedi. Nini? Unaona Yanga Africans ikipotea katika uwanja wa Hassan Mwinyi kesho. Wanapotea, kwa nini wasipotee? Mechi mara ya kwanza mimi niliongea kwa sababu tension ya mechi ilikuwa iko chini, iko roho. Sasa hivi tension ya mechi iko juu. Umeelewa? Tayari Tabora washadharauliwa. Umeelewa? Wewe unamdharau vipi mtu aliyekushughulikia? Si umeelewa? Mtu ambaye tayari ameshakushughulikia wewe unamdharau vipi? Tafsiri yake unataka kushughulikia zaidi. Kwa hiyo mimi sasa natoka kule nilikokuwa mara ya kwanza kwamba Yanga anaweza akapata matokeo kwenye hii mechi. Narudi sasa, Yanga anaweza akapoteza hii mechi, lakini chanzo cha kupoteza hii mechi ni Ally Kamwe. Kwa hiyo Ally Kamwe anatakiwa mtu wa kwanza kuwajibika, mshtakiwa wa kwanza katika kuwajibika kwenye hii mechi. Yanga akipoteza hii mechi au akisuluhu hii mechi ni Ally Kamwe. Kwa hiyo Yanga wanatakiwa wadili naye. Ibisi na 4 kasi wamethibitisha barua ya Africans. Wanataka wanaoshtakiwa TFF pamoja na bodi ya ligi pamoja na Simba Sports Club wanapewa siku 10 tu. Kwa sisi tuliosoma Cuba, nyinyi ambao mmesoma shule zenu za Tanzania, lakini kwa sisi tuliosoma Cuba, Yanga kwenda kasi. Young Africans. Kwanza kasi unaelewa ni nini? Kasi inadili na nini? Mamlaka ya shirikisho la michezo. Inadili na nini? Na kesi gani? Kesi ambazo zilishafanyiwa nini? Maamuzi. Wao unaenda kukata rufaa, mahakama ya rufaa ya michezo. Sasa Yanga alienda kushtaki wapi kwanza? Ili Yanga iende kasi ilitakiwa Yanga ashtaki TFF. Aishtaki bodi ya ligi. TFF sasa kama wangetoa majibu ya kuwaonea Yanga, ndio Yanga alitakuwa bebe zile yale maamuzi ayapeleke nakala ya hukumu, ndio aipeleke wapi? Aipeleke kasi. Sasa amemshtakia nani?
Kuna barua tayari inasambaa ya kasi kuthibitisha kupokea barua kutoka kwa Yanga akishtaki TPLB pamoja na Simba. Sasa Simba, wewe ukitaka kujua kwamba ile barua ni ya kufix, yaani ni fixing letter, kwani Yanga ndo mara kwanza kufix barua? Yanga wana fix mpaka mikataba. Wewe unashangaa hii barua? What I know, ndo maana nikakwambia sisi tuliosoma Cuba tunaoelewa mpira wa dunia. Mahakama ya kasi haidili na kesi ambazo ziko nini? Zinaanza, wale wanadili na kesi ambazo tayari zishafanywa maamuzi. Kwa sababu wale waende kusikiliza mashauri. Yaani Yanga kaa hapa, Simba kaa hapa, sio hakimu sio wanani wa bodi ya ligi kaa hapa. Waanze kuwasikiliza, hakuna. Wale wanapitia document. Wanapitia nakala ya hukumu. Kwa hiyo ile ni fix. Hata mahakama ya rufaa hapa. Mahakama ya rufaa hapo wewe shawahi kusikiliza mtu ana kesi mahakama ya rufaa? Yaani kesi preliminary kesi, yaani kesi inaanza tu inasikilizwa na mahakama ya rufaa. Majaji wanakaa kusikiliza kesi ambazo tayari zishapatiwa nini? Hukumu. Na ndio maana unaambiwa upeleke barua pamoja na nakala ya hukumu. Ile ni fixing. Umeelewa bwana? Katika kuwafanya, yani kuwafanya wana Simba tusiongelee mechi yetu, yani tufocus katika mambo ya wao. Umeelewa? Leo tarehe 1, leo kesho 2, kesho tuna shughuli yetu. Na ndio maana imetoka leo tarehe 1. Wewe jiulize kwa nini haya masuala yametoka tarehe 1 afu kesho tarehe 2? Simba tuna akili nyingi. Umeelewa? Sikukuu ya wajinga, achana na sikukuu ya wajinga, iwe sikukuu ya nini? Lakini leo ni tarehe 1, kesho Simba anacheza. Kwa sababu hata mechi yao ilitakuwa ichezwe leo tarehe 1. Jiulize kwa nini imeenda kuchezwa tarehe 2? Maana yake wanataka kuwatoa Simba mchezoni. Yaani Simba tusidili na mechi yetu kubwa na Almasi Egypt. Tudili na mechi zao, tudili na mambo yao. Sasa huku sisi tushastuka, watu wa Simba ni welevu na tunazidi kustuana. Sisi tuna focus kuelekea kwenye mechi yetu. Kwa hiyo hapa hakuna cha mahakama ya kasi, hakuna. Kwanza Yanga lini alishawahi kushinda mechi? Alishawahi kushinda kesi mahakama ya kasi. Kashapeleka kesi ngapi? Mguto alishaongea. Mwenendo na vyombo vya habari kama timu ya kupakwa pointi 3, akupewa pointi 3 ilikuwa ni Simba, Yanga angeshushwa daraja. Timu ya kushushwa daraja ilikuwa Yanga msimu wa 21. Mguto aliongea kwa sababu vigezo vyote vimekamilika. Timu zote zilikuwa uwanjani, marefari walikuwa uwanjani, Simba alikuwa uwanjani. Umeelewa bwana? Na marefari walikuwa uwanjani, uongozi wote wa mpira ulikuwa uwanjani mpaka mgeni rasmi. Lakini mwisho wa siku mechi ilifanya nini? Yanga hakuja uwanjani. Ile ndio Simba. Kama angeenda kasi Simba, ile Simba alikuwa anapewa pointi 3. Hii taarifa ya mechi imetoka saa 8. Mechi imeahirishwa. Wakupewa adhabu ni Yanga. Kwa nini uende ukapeleke mashabiki wako na timu yako? Ina maana unaleta uvunjifu wa nini wa amani. Leo ulinzi pale utoshi, watu wangepigana, wangeuana mle ndani. Wangedai hela zao pale ndani. Nani angeuamua ule ugomvi? Kwa hiyo Yanga ndio anatakiwa ashtakiwe. Umeelewa? Na Yanga ndio alosababisha kuahirishwa kwa hii mechi. Sababu ni Yanga. Kwa sababu kanuni ya ibara ya 17 kipengele namba 45 inazungumza Simba anaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi. Kwa nini umzuie Simba asiende kufanya mazoezi? Kwa hiyo sheria na kanuni ziko wazi, Yanga anazikanyaga. Kwa hiyo hapa hakuna cha mahakama ya kasi, nawaambia wana Simba. Hakuna cha mahakama ya kasi wala kesi kwenda kasi. Wala ile barua ni uongo. Kuna mikataba mingi tulishaonyeshwa kwenye mtandao ya Yanga. Yote ni fake. Wanafanya kubuni kwa sababu kasi hawasikilizi kesi ambazo zinaanza fresh. Yaani fresh case. Kasi hawasikilizi. Kasi wanasikiliza kesi ambazo tayari zishafanywa maamuzi. Ndio wanasikiliza nini? Wewe umepata wapi DB mpaka nimesabani na nani? Shehe, watu wanafoji vyeti vya degree vinafojiwa. Watu wana vyeti fake. Kwani Magufuli ya kuwatumbua walimu hapa ambao wana vyeti fake? Wamevipata. Sasa wanashangaa barua. Barua sio wanakaa tu watu wanatengeneza. Sasa wewe ile barua inakwambia tuwashtakiwa mle na ni mpira ukaisha. Umeangalia mechi ya National Rally na Zamalek? Hilo vunjika mechi haikufanyika. Zamalek ikapewa pointi 3 na bado zina utata. Kwa sababu National Rally hakuja uwanjani na marefu alikuwepo na walimaliza mpira. Wanakuambia nini Young Africans? Viongozi pamoja na viongozi wao wakae kwenye uhalisia wa uongozi wa mpira. Umeelewa eh? Hawana uhalisia. Waachane na hizo propaganda hizi. Hazisaidii kitu kwenye mpira. Tumeamua kuwekeza, tumeamua kufanya transformations za vilabu, basi wanatakiwa na wao wawe transformed. Lakini uongozi wa Yanga transformation imewashinda. Umeelewa? Simba huku tumetulia kwa sababu watu wamepewa elimu ya transformation, watu wamekuwa transformed, ndio maana timu ikawa transformed. Umeelewa? Lakini kwa upande wa Yanga hicho kitu bado wanatakiwa wapewe elimu ya transformation ili waweze kuwa transformed.
alafu ndo timu yao iwe nini transform. Hivi unaangalia na mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Nguto akisema kama Young Africans wameenda CAS itakuwa ni vichekesho vikubwa. Ni vichekesho kwa sababu CAF yani TFF kama wataamua mambo yote wayapeleke FIFA, Yanga nchi hii wanaweza wasicheze mpira. Umeelewa? Si umeelewa? Hata mchezaji hawezi kukurupuka moja kwa moja Tanzania akaenda moja kwa moja CAS kwenda kushtaki kwamba nimezulumiwa na timu fulani. Huwa wanaanzaga humo ndani TFF. Wakishatoka humo wakiona swala lake lile alinania anachukua nakala za hukumu ndo anapeleka nini? Anapeleka CAS. Sasa Yanga alienda kushtaki kwa nani? Ndio maana hao wanaambia ni vichekesho kwa sababu CAS watawaita TFF. Jamani hapa kuna shauri limeletwa na Yanga hivi na hivi na hivi. Huko mliliamuaje? Au wao wa Yanga wakienda